Hii ni Bugoma TV. Habari. Alikuja Wilson Masato na Frank Kaputi. Sasa walipopeli panga alipoanza Frank Wilson Masato akaleta wachimbaji kajenga makambi, wakachimba mashimo hatarishi kama mashimo hata 8 zaidi ya 8. Naona sasa nikawa mimi pale sina msaada wa aina yoyote wa mteji. Sasa mimi nataka kahela kakunisaidia na ukofu wangu na uzee wangu, nikawa hakuna. Ikabidi nikamuuliza yule Wilson vipi? Akaniambia mimi bwana nilishaliacha shamba lako zamani. Nikamwambia kama uliacha shamba langu zamani kwa nini kuniarifu? Akasema kwamba tutaongea na Kipala kwanza, ngoja niongee niangalie kule kama kuna mtu ameteji. Kama dakika 15 akaniambia amepeji Kipala. Naona nikamwambia wewe bwana Kipala mimi simfahamu na kwaje nimwachia Kipala meseji. Kwa nini ukuje kunikabidhi kama ulivyokuja nyumbani ukaniambia vipi na peji nikakubaliana? Kwa nini ukunikabidhi? Unaona? Basi niliposikia hivyo kwa kweli nilipata uchungu, sina msaada, sioni na pressure. Na mimi nilijua kwamba kama shamba lina madini watanisaidia hao wanaopeji nipate chochote, lakini kukawa hakuna. Ikabidi mimi kaenda kwa wapi? Kwa mkuu wa madini. Nani mnaita nani? Nikaenda nikamkuta. Nilipomkuta kwanza yule mtu akaniambia nenda utamkuta nani? Talimu atakusaidia. Nikaenda nikamkuta Talimu akaniambia vizuri bibi. Nikamwambia mimi bwana shida yangu shamba langu limepejiwa na Kipala, mimi simfahamu Kipala. Unaona? Akaniambia bibi watu wanapeja hata wakiwa Ulaya, hata akiwa wapi. Kwani wewe bibi utaweza? Akasema taweza vipi tena? Unaona? Basi mimi nikarudi nyumbani. Kweli nikarudi kwa mkuu wa madini. Nikamwambia mwanangu nisaidie mimi hilo shamba na mimi basi wanirudishie kama kuna uwezekana na mimi peje ingalau padogo, kwa sababu shamba langu ni kubwa kama ekari 60. Naona ambazo nilikuwa na watoto 10 na nilikuwa nikiwa na maana tunalima na nilikuwa tunalima lote. Naona basi mkuu wa madini akaniambia sasa wewe bibi haitawezekana kwa sababu yule amepeji. Nikamwambia sawa amepeji, lakini angekuja kuniona ina maana akiteji mimi sina haki ya kuweza kuniona. Akasema yeye bwana wewe uko juu hapo umejenga sawa, lakini yeye anatafuta hali ya madini ya chini. Nikasema madini ya chini ndio mimi nayalinda pale, kwa nini na mimi sipewe haki yangu? Niambia bibi shamba lako nitakutekelezea, utalirudisha. Sasa tukampigia na mkuu wa madini. Mkuu wa madini akasema ni vizuri, mkuu wa wilaya akasema ni vizuri kama utamrudishia shamba. Kwa hiyo mpaka hivyo mimi kilio changu ni shamba langu, alafu kilio changu kama wanalihitaji lina madini kweli ni wanipe chochote niwaachie, kwa sababu mwili wangu niangalie nilivyo sioni. Hapa nimekuja kwa msaada wa watu wananivuta, nikilingangania kitanisaidia. Wanipe haki yangu wabaki na shamba. Kana mbichi bwana mmoja ambaye alikuwa kazimani anaitwa Kipala. Yule jamaa alikuwa na uelekeo kama anataka kumsaidia bibi ili aweze kumpa hii leseni na bibi aweze kupata wawekezaji wa chini. Lakini ikawa imekwenda mpaka pamefikia kitu gani huyu tena akageuka. Sasa na mimi kama ofisi yangu nikawa na shindo kuweza kumsaidia kitu kingine, lakini nilichomshauri kwenda mbele nikasema bibi kwa sababu hili eneo haliendelezi, lakini kama kuna mtu anaweza kuchimba haki yako bado ipo, kwa sababu wewe pale una haki yako. Leseni hizo sababu tunafanya kazi tunafanya ni leseni ambazo ziko wapi? Ziko wapi? Yes. Wanachimba naona hawachimba. Kuna mbili zinachimbwa. Kuna mbili ambazo ziko upande huu, upande wa wanaanzaje kuchimba bila haki ya bibi? Hilo mheshimiwa, mimi huwa tunapotoa hizi leseni ni lazima tuwaambie kwamba lazima wapate ridhaa ya kijiji. Huwa tunatoa barua hizo na inawezekana kijiji kiliwapa ridhaa na wakaanza kuchimba. Nafikiri kama kuna information zingine ningeweza kupata kutoka kijiji. Swala huyo bibi hao wenye leseni mbili
wakalishe na bibi, wape utaratibu. Anayetaka kumlipa fidia bibi mwenyewe kasema hapa anaumwa, anataka kwenda hospitali, ambaye yuko tayari amlipe fidia, aache kwa chake cha haki ardhi, wenyewe endelee na uchimbaji wao, lakini usimzungushe mtu mzima au bibi. Waite wakalishe. Mwenyekiti, haya tunasema nitaomba ushiriki mzee wangu. Na swala la bibi huyu leo lini? Leo Jumanne. Yaani Jumanne ijayo tarehe 19. Naomba liwe limeisha ndani ya siku 7. Swala la bibi liwe limeisha, ambaye anataka kufanya kazi katika sehemu yake amkompensate bibi. Hawezi asimame mara moja. No shortcut sawa? Bibi, pole mamangu. Wiki Jumanne ijayo utapata majibu yako bibi yangu. Amina. Hii ni Bugoma TV. Habari.